Mtu hawezi kufukuzwa, ana uhuru wa kwenda kwenye mahakama yoyote, na kinachopaswa ni aidha kushauriwa kwamba akafungue kesi yake kwenye division inayohusika, lakini kama hatataka kwenda huko, kwa kuwa kesi inakuwa imeshafunguliwa kwenye division husika, basi asikilizwe na maamuzi yatolewe ili haki iweze kupatikana. Leo tarehe 29 ya mwezi wa 9 mwaka 2025 tumekuja hapa Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Ardhi Dar es Salaam kwa ajili ya shauri la ardhi namba 6075 la mwaka 2025. Shauri hilo linawahusu waleta madai Kanali Naftali Swai na wenzake 49 dhidi ya Ashur na wenzake. Kimsingi mimi nawakilisha waleta madai ambao wako 50 kwa idadi yao, waliokuwa wanafanya biashara katika jengo lililoporomoka mwaka jana mwezi Disemba 2024 pale Kariakoo. Sasa shauri leo lilikuwa limekuja kwa ajili ya hatua ya usikilizaji, na kwa kuanza tulianza kusikiliza mapingamizi ya awali yaliyowekwa na wadaiwa Ashur na wenzake watano. Na mapingamizi hayo ya awali yalikuwa yamejikita zaidi katika hoja kuu mbili, kwamba mahakama haina mamlaka ya kusikiliza shauri hili kwa sababu mahakama hii ni ya ardhi, alafu madai ya shauri hili, madai ya wadai yanahusu biashara. Kwa hiyo ilikuwa ni maoni yao wadaiwa kwamba shauri hili lilipaswa kwenda kufunguliwa kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya biashara. Na pingamizi lao lingine lilikuwa linasema kwamba hati ya madai imekosewa kwa sababu waleta madai hawajasaini ile hati ya madai, kwa hiyo ilikuwa ni makosa kisheria. Sasa sisi kwa upande wetu tumeweza kuieleza Mahakama Kuu ya Tanzania kwamba kuna msimamo wa kisheria ambao umetolewa na Mahakama Kuu, kuna msimamo wa kisheria ambao umetolewa na Mahakama ya Rufani ya Tanzania, kwamba Mahakama Kuu ya Tanzania ni moja ambayo imeundwa chini ya ibara ya 108 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hivyo mtu hawezi kufukuzwa kwenye Mahakama Kuu kwa sababu tu amekwenda kwenye divisheni tofauti na madai ambayo yanaonekana mbele ya mahakama. Lakini madai yetu sisi yana asili ya ardhi. Tumeweza kuiambia Mahakama Kuu kwamba madai ya wateja wetu yana asili ya ardhi, kwa sababu ili madai yaonekane yana asili ya ardhi ni lazima yaoneshe au yahusiane na umiliki wa ardhi au matumizi ya ardhi. Sasa sisi tunadai kwamba wateja wetu haki yao ya kupewa matumizi ya jengo lililoporomoka pale Kariakoo ilikiukwa. Matumizi haki yao ya kupossess lile jengo la Kariakoo imekiukwa. Kwa madai hayo yanaipa mamlaka Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya ardhi kuweza kuyapokea, kuyasikiliza na kuyatolea uamuzi. Lakini wenzetu walikuwa wanasema hapana, kwa sababu Mahakama Kuu ya Tanzania imegawanyika katika divisheni mbalimbali, ilikuwa ni sahihi shauri hili likapelekwa au kwenda kufunguliwa kwenye mahakama inayohusiana na masuala ya biashara. Sasa kwa sababu Mahakama Kuu ya Tanzania na mahakama za chini yake zinabanwa na maamuzi ya Mahakama ya Rufani ambayo imeshatoa mwongozo kwamba Mahakama Kuu ya Tanzania ni moja bila kujali mkoa iliyopo, bila kujali ni divisheni gani. Mtu hawezi kufukuzwa, ana uhuru wa kwenda kwenye mahakama yoyote, na kinachopaswa ni aidha kushauriwa kwamba akafungue kesi yake kwenye division inayohusika, lakini kama hatataka kwenda huko, kwa kuwa kesi inakuwa imeshafunguliwa kwenye division husika, basi asikilizwe na maamuzi yatolewe ili haki iweze kupatikana. Lakini hoja ya pili kuhusiana na kusaini au kutokusaini kwa wahusika wa kesi, tumeweza pia kuiambia mahakama kwamba hilo sio kosa kisheria, kwa sababu kuna mazingira yanaweza yakatokea watu wenye kesi wakashindwa kusaini, na kinachotakiwa kufanyika ni kwamba wanatoa mamlaka kwa mtu ambaye wanamwamini aweze kusaini kwa niaba yao ili nyaraka za kesi ziweze kusajiliwa mahakamani. Ndicho ambacho tulikifanya, na nakala ile ya hati ya madai nilisaini mimi kwa mamlaka niliyopewa na wateja wangu. Sasa hoja ikaibuka ni kwamba hayo mamlaka nimeyapata wapi? Tukaweza kuionyesha mahakama kwamba ili pingamizi la kisheria lionekane ni pingamizi lililokidhi viwango, halihitaji ushahidi.
pingamizi la kisheria lazima lijibiwe na lionekane ni la kisheria bila kuhitaji ushahidi. Sasa ukitaka kujua kwamba nina mamlaka ya kusaini nyaraka kwa niaba ya wateja wangu, maana yake unaenda kutafuta ushahidi, kitu ambacho kinakosesha hilo pingamizi lisiwe na sifa, au linafanya hilo pingamizi lisiwe na sifa ya kuitwa pingamizi la kisheria. Kwa hiyo baada ya kusikiliza pande zote mbili, Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Ardhi mbele ya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwae imeahirisha hili shauri leo na imepanga kuja kutoa maamuzi madogo siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 saa 6 mchana. Kwa hiyo kwa kifupi, hayo ndiyo yamejiri leo hapa mahakamani. Pengine utaratibu mzima wa uendeshwaji wa hii kesi unaweza kuuzungumziaje ukiwa kama mwakilishi wa waathirika na wahanga ambao walipata ile tukio? Kesi imeendeshwa katika mahakama ya wazi, na kwa sababu ni kesi yenye maslahi makubwa ya jamii, unaona watu wengi wameruhusiwa kuingia na kuja kusikiliza, na iliendeshwa kwa njia ya mdomo. Kwa hiyo yale mapingamizi ambayo yaliwekwa na upande wa wadaiwa yaliwasilishwa kwa njia ya mdomo na yakatolewa ufafanuzi pamoja na misimamo mbalimbali ya kisheria na maamuzi mbalimbali ya zamani ya mahakama. Lakini kimsingi tumeridhika kabisa na namna ambavyo Jaji Gwae ameendesha kesi hii. Ameendesha vizuri kwa weledi, amesimama katika nafasi yake kama muhimili wa mahakama ambao unapaswa kuwa referee na kuwa mfariji wa wale wanaokwenda mahakamani kutafuta haki. Amethibitisha kwamba mahakama sio sehemu ya kwenda kufokea watu wanaokwenda mahakamani. Kwa hiyo kwa kweli sisi maamuzi yoyote ambayo atayatoa Mheshimiwa Jaji tutaridhika nayo, kwa sababu tumeshaanza kuiona haki kuanzia hatua za awali, kwamba tunaamini kabisa mahakama itazingatia sheria kwenye kwenda kutafsiri kile ambacho kiko mbele yake, na huo uamuzi vyovyote vile utakavyokuwa, sisi kwa niaba ya waleta maombi au waleta madai tutaridhika nao, kwa sababu jaji kuanzia mwanzo ameonyesha nia ya kutenda haki, hajachukua upande wowote.